Tuungane na idara ya uwakili kwa mwongozo wa kusoma neno la mahubiri kutoka Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka mlango wa 16 mstari wa 10. Luka 16 mstari wa 10. Nitasoma matoleo matatu mstari huo mmoja. Toleo la neno imeandikwa: yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo pia ni mwaminifu katika mambo makubwa. Naye mtu ambaye si mwaminifu katika mambo madogo pia si mwaminifu katika mambo makubwa. Kiswahili, Biblia Habari Njema: yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa, na yeyote asiye mwaminifu katika mambo madogo hatakuwa mwaminifu katika mambo makubwa. Na Kiswahili ambacho wengi sasa tunacho: aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Wapendwa watumishi wake Mungu, tuungane na idara yetu ya uwakili ambayo imetuandalia masomo haya, somo la kwanza, la pili, la tatu na la nne, na hili la nne ambalo ndilo somo la mahubiri. Nilipokutana na mstari huu, na kama mtu ungesoma mlango huu mstari wa kwanza hadi 11 ungeweza kupata habari hii, lakini nikawa nahangaika namna ya kuandika kama ni kichwa. Nikaandika maneno haya: moyo wa uaminifu mbele za Mungu na watu wake. Moyo wa uaminifu mbele za Mungu na watu wake, kwa dhamana tunazopewa na mamlaka husika. Ukiona maneno ni marefu unaweza kuandika tu moyo wa uaminifu, lakini moyo wa uaminifu wapi? Kwa mimi nikaandika maneno mengi kidogo, kwamba moyo wa uaminifu mbele za Mungu na watu wake, kwa dhamana tunazopewa na mamlaka husika. Na kama tutazungumza mambo mengi, nikajaribu kufupisha, kwamba ningekuwa nafupisha katika wingi wa habari, nikafupisha namna hii. Hii habari ya uaminifu ni kwamba ndani yake Mungu atupe neema kutambua na kuheshimu mipaka ya kiutendaji na maamuzi yenye tija kwa wanufaika wote. Tunapozungumza juu ya moyo wa uaminifu mbele za Mungu na watu wake, kwa dhamana tunazopewa na mamlaka husika, kwa nikajaribu kufupisha namna hii, kwamba Mungu atujalie neema kutambua na kuheshimu mipaka ya kiutendaji na maamuzi kwa ajili ya kufikia malengo kwa wanufaika wote. Siku moja nilisoma Mathayo 7:12, palinibariki sana. Nikakutana maneno haya: basi yoyote myatakayo mtendewe na watu,
nanyi watendeeni vivyo hivyo. Maana hiyo ndiyo Torati na manabii, kwamba katika maisha lile ambalo hupendi kutendewa na mtu awaye yeyote, ni vizuri na wewe hata mimi mwenyewe nisimtendee mtu jambo hilo. Na lile jambo ninalopenda kutendewa, ni vizuri hata mimi niwatendee vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Habari hii ambayo tumeisoma, ukianzia mstari ule wa kwanza, unamuona Yesu amekaa na wanafunzi wake na anatumia mfano wa tajiri ambaye amemwajiri. Maeneo mengine wamesema amemwajiri karani, maeneo mengine wameandika amemwajiri msimamizi. Na habari hii inatupa picha juu ya uhusiano wa mwajiri na mwajiriwa, mwajiri na mwajiriwa, ambaye amempa dhamana ya kusimamia mambo anayosimamia. Na Yesu anatumia mfano huu kwa wanafunzi wake, akiwatahadharisha juu ya kesho. Watumishi wa Mungu, tungekuwa tunazungumza, ningeweza kuleta swali namna hii kwamba unaitumiaje leo yako kama tathmini ya jana yako? Unaitumiaje leo yako kama tathmini ya jana yako? Unaitumiaje leo yako kama sehemu ya maandalizi ya kesho yako? Leo ni siku ya msingi sana katika maisha yetu. Leo nimebarikiwa, hata tuliposoma ile Zaburi ya 95 nimekutana na neno leo. Mtakapoisikia sauti yake, msiifanye mioyo yenu kuwa migumu. Wapendwa watumishi wake Yesu Kristo, leo yako ndiyo tathmini ya jana yako. Leo yako, leo yangu, ndiyo sehemu ya maandalizi ya kesho yangu. Kwa leo, mchungaji wa ushirika, wachungaji na watumishi wa Mungu ambao tupo mahali hapa na popote ambapo ujumbe huu unafika, kwamba popote uwapo na leo imekuwa ni ya thamani kuliko vitu vya thamani ulivyo navyo. Kwa nini? Kwa sababu leo hii inanipa neema ya namna kujiangalia nilikotoka, ni wapi naweza kusahihisha. Leo hii inanipa neema ya kujitafakari na kwa ajili ya maandalizi ya kesho yangu. Nimefurahishwa na habari hii ambayo Yesu amezungumza na wanafunzi wake. Ukienda ule mstari wa pili, habari hii imenibariki kuona huyu tajiri amepata taarifa kwa mtu aliyepewa dhamana ya kusimamia kampuni yake, kwa mtu aliyepewa dhamana ya kusimamia shirika lake. Na huyu aliyepewa dhamana ya kusimamia kampuni, huduma, ziko habari ambazo zimefika kwa kiongozi wake. Yamkini ni manunguniko, ni malalamiko, na mtu mwingine ni kama kuna majungu yamepikwa, yameandaliwa. Lakini neno lililonibariki mahali hapa
Mstari wa pili liko swali anamuuliza aliyempa dhamana ya kazi aliyompa aweze kusimamia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Katika maisha na sheria na taratibu za mara pengi, nabarikiwa kusikia wataalamu wa taratibu kwamba hata mkosaji ana haki ya kujieleza. Mpe mtu haki ya kujieleza, ya kujitetea. Hata kama ni mkosaji, mpe nafasi ya kujitetea. Kama ziko habari ambazo umezisikia ulikozisikia juu ya mtu ambaye umempa dhamana ya kusimamia yale mambo uliyompa dhamana ya kuyasimamia, Mungu atupe neema ya kupata taarifa hata upande wa pili. Maana hawa watu, kwa mfano ambao Yesu anaongea na wanafunzi wake, ziko taarifa ambazo watu wamepelekwa kwa kiongozi aliye juu. Lakini kama ziko taarifa zimepelekwa, lakini hajazitendea kazi tu na kutoa maamuzi, amempa nafasi na yule ambaye kama tuhuma, jieleze juu ya tuhuma zako. Mungu atujalie neema tupokeapo taarifa zinazohusisha watu wawili, na mtu wa pili apate kupewa nafasi ya kujieleza. Maana umepokea upande mmoja na upande wa pili na upata nafasi, ili pata uhakika na uaminifu wa ulinganifu wa uhalisia wa yale ambayo umeyapokea. Yesu anatoa mfano huu akiwatahadharisha wanafunzi wake juu ya utumishi ambao wanapaswa kuweza kusimama nao. Nabarikiwa kuona ambapo anasema Mungu ni mwaminifu. Nimebarikiwa na wimbo ambao mtumishi wa Mungu mmoja hapo ameimba kwamba Mungu hata kama wengine watamkataa mbele yako, lakini bado Mungu ataendelea kubaki kuwa Mungu. Mungu ni mwaminifu, na uaminifu wake ni vizazi hata vizazi. Ninabarikiwa kuona Biblia inamtambulisha Mungu kwamba hata sisi tusipomwamini Mungu, lakini Mungu yeye ni mwaminifu. Ninabarikiwa watumishi wa Mungu wakisimama wakihubiri, ni mwaminifu Januari huyu Mungu, ni mwaminifu mpaka Disemba huyu Mungu. Huyu Mungu ni mwaminifu wakati wa usiku, ni mwaminifu na wakati wa mchana huyu Mungu. Na kama Mungu ni mwaminifu wakati wa mvua na wakati wa jua, mstari tuliousoma, Yesu anawapa habari ambazo huyu mtumishi anatahadharishwa kwamba aliye mwaminifu kwa madogo atakuwa mwaminifu kwa makubwa, na aliye dhalimu kwa madogo atakuwa dhalimu hata kwa makubwa. Kwa hiyo uaminifu ni tabia ya mtu, udhalimu ni tabia ya mtu. Na ili mtu awe mwaminifu, ile Zaburi ya 100 mstari wa 5 kwamba Mungu ni mwaminifu vizazi hata vizazi, na ile Malaki 3:6 kwamba Mungu uaminifu wake si kigeugeu, jana na leo na hata milele. Mungu ni mwaminifu. Na kama Mungu ni mwaminifu, kwa hiyo ili mtu awe mwaminifu, manake anakuwa na tabia ya kiungu ndani yake, maana Mungu ni mwaminifu. Sawasawa na Maombolezo ile 3:22 na 23 kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, ni mpya kila siku, na uaminifu wake ni mkuu. Kwa hiyo huruma za Mungu kwa uaminifu wake, na kama ni mwaminifu na hajaangalia maovu yetu kwa uaminifu wake. Na uaminifu wa Mungu sio kigeugeu, na uaminifu wa Mungu sio muongo, na uaminifu wa Mungu sio msaliti. Mungu ni mwaminifu
sawasawa na ile Isaya 54:10. Uaminifu wake, analiangalia agano la neno lake la kiuaminifu. Kwa nini? Na akiahidi kwamba milima na vilima vitapita, lakini agano langu kwako halitapita. Sikukuu ya uwakili mwaka huu wa 2026 tunakumbushwa juu ya uaminifu. Mida mingine, na wewe ni shahidi, wako baadhi ya watu, na mida mingine mtu anaweza kawa kituko katikati ya watu. Unaweza ukashangaa, yamkini umempigia simu mahali alipo akifikiri anakudanganya wewe na asijue na watu waliopo mahali hapo. Fikiri kwa mfano, mida hii mimi niko Pugu Sinai na anayenipigia kama yuko mbali, na nikasema ndo tunakaribia Kariakoo. Hata watu walioko kwenye gari watanishangaa kwamba hivi ndo anakaribia Kariakoo, maeneo ya Pugu Sinai. Uaminifu haufungwi na mazingira. Uaminifu haijalishi uko wapi. Ninampenda Yusufu, alikuwa mwaminifu hata katika mazingira yaliyo magumu. Alikuwa mwaminifu kwa maneno, alikuwa mwaminifu kwa matendo, alikuwa mwaminifu hata kwa ushauri. Kwa nini? Mungu atujalie neema kwa uaminifu kwa madogo na kwa uaminifu kwa makubwa. Mtu mmoja akasema, mtu asipokuwa mwaminifu hata kwa mambo ya kwake yeye mwenyewe, hawezi akawa mwaminifu hata kwa mambo ya watu wengine. Ya kwake yeye mwenyewe, hajawa mwaminifu ya kwake yeye mwenyewe. Na kama mtu ni dhalimu kwa mambo ya kwake yeye mwenyewe, sio kitu cha ajabu kuwa dhalimu kwa watu wengine. Kwa hiyo uaminifu ni tabia ya mtu. Kanisa la Mungu, sikukuu ya uwakili mwaka huu, Mungu atujalie neema ya kuwa na tabia, kuwa ni maisha yetu, kuwa na hofu ya Mungu ndani yetu. Kwa nini? Kuwa na moyo wa uaminifu. Na uaminifu ni sehemu ya tunda la Roho Mtakatifu, sawa sawa na Galatia ile 5:22, yakitajwa matunda tofauti, lakini uaminifu ni sehemu ya tunda la Roho Mtakatifu. Kwa tunapokumbushwa kuwa waaminifu kwa mambo madogo na makubwa, kwa dhamana ambazo tumepewa. Dhamana gani? Dhamana ya uhai huu, dhamana ya muda, dhamana ya akili, dhamana ya fedha, dhamana ya nguvu, dhamana ya nafasi ambazo tumepewa, kuwa waaminifu katika yale ambayo tumepewa kwayo tutumike. Leo unaitumiaje leo yako kwa dhamana ulionayo? Kwa nini? Nabarikiwa kuona watu wakisema, fedha nilionayo leo ni ya maana sana kesho. Nguvu nilizonazo leo ni za maana sana kesho. Nafasi nilionayo leo ni ya maana sana kesho. Ninaitumiaje leo katika hapa nilipo? Mungu atupe neema namna ya kutumika kwa uaminifu. Ndoa ulionayo leo ni ya maana sana kesho. Aliye mwaminifu kwa madogo atakuwa mwaminifu kwa makubwa. Aliye dhalimu kwa madogo atakuwa dhalimu kwa makubwa pia. Mungu atujalie neema ya kuwa uaminifu. Kwa nini uaminifu? Uaminifu ni dawa. Kwa namna gani ni dawa? Maana aliye mwaminifu kwa maneno na matendo. Maana mtu akikosa uaminifu anapata wakati mgumu wa kutunga uongo ili ukaribiane na ukweli. Na ukipata kutumia muda mwingi wa kutunga uongo na ukaribiana na ukweli, unaitesa nafsi yako, unajiumiza wewe mwenyewe. Na ndio maana watu wanasema ukiwa mwongo sio na maneno mengi, utasahau kwamba umesema nini. Lakini aliye mwaminifu, piga ua, garagaza, muamsha katika usingizi ulio mzito, bado ataisema ile ile. Kwa nini? Ni mwaminifu. Lakini aliye mwongo atafitinisha watu, atagombanisha watu. Kwa nini? Maana ni mwongo. Kwa hiyo
Uaminifu inatuletea afya. Uaminifu inatuletea kibali. Uaminifu inatuletea neema. Uaminifu inatuletea ongezeko. Sawasawa na ile Mathayo ile 25 mstari wa 14 ukishuka mpaka pale chini, inaonyesha aliyemwaminifu kwa talanta ndogo ndogo, na anasema ulikuwa mwaminifu kwa madogo, ingia katika makubwa. Uaminifu ni moyo wa uwajibikaji, kujisimamia bila kufuatiliwa, kujua mipaka, kujua wajibu. Mungu atujalie uaminifu ambao hatuhitaji kufuatiliwa. Kila mmoja ajue mipaka yake, ajue maamuzi yake. Ninawashangaa na habari hizi katika maisha. Haijalishi unajua mambo yepi, lakini jua na mipaka ya kujua unayojua. Unajua mengi sawa, lakini jua na mipaka ya kujua unayojua. Huyu mtumishi anajua amepewa dhamana ya kusimamia mambo, na kama mawakili ni kwamba tumekabidhiwa ili tuvitunze, ili tuviendeleze, ili tuje tuvitolee hesabu, ili tuje tupate malipo. Ni nani ametukabidhi? Ni nani ametupa tuvitunze, tuvitumie? Ni lini tutavitolea hesabu? Na kama tutavitolea hesabu, nini matokeo ya taarifa ya hesabu zako? Mungu ametupa uhai, Mungu ametupa nguvu, Mungu ametupa akili, Mungu ametupa nafasi. Kila mmoja mahali alipo, tutatolea hesabu kwa uaminifu. Mchana ulifanyeje? Usiku ulifanyeje? Ugenini ulifanyeje? Nyumbani ulifanyeje? Kwa uaminifu. Niwatakie baraka za Mungu kutembea kwa uaminifu. Kwa nini? Kwa sababu fikiri, kama iko ni migao, gawa kwa uaminifu. Kama ziko taratibu, simamia kwa uaminifu. Mungu, nabarikiwa kusoma ile Mathayo 18:19-20. Mungu ni Mungu wa maagano, ni Mungu wa mapatano, na kama tumepatana tuliopatana, na mbingu zinajua, na ardhi zinajua, na kuzimu kunajua, kwa uaminifu. Na shetani anajua, na Mungu anajua. Aliye mwaminifu kwa madogo atakuwa mwaminifu kwa makubwa. Popote pale, yeyote awapo, popote, tunaitwa kuwa waaminifu. Kwa nini nampenda yule Yusufu? Kwa nyakati tofauti nimempenda huyu bro. Katikati ya mali ambapo angekuwa ni mwingine, kwamba embe dodo limedondoka kwenye mnazi wapi na wapi, lakini kwa uaminifu katikati ya mwajiri na kijana mwajiriwa, alipolinganisha thamani ya ile habari na Mungu, akasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Kwa uaminifu. Bosi mwajiri hayupo, yupo bosi mwajiri, mke wa bosi, lakini alipoangalia thamani ya uhusiano wake na Mungu, uaminifu, akasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Nani ana roho ya hofu ya Mungu? Popote pale, uaminifu kwa madogo na kwa makubwa. Na kama ni udhalimu, fikiri mtu anasimamia ni haki za wajane, haki za watoto, haki za mafao ya watu. Akikosa uaminifu, yamkini mwingine amekosa uaminifu, kusaini hundi tu, kusaini mkono wake una nguvu, lakini kapoteza uaminifu kutokusaini kwa wakati. Kusaini. Mungu atujalie neema, maana ili uaminifu na haki ya mtu itendeke, kila mmoja mahali pake atende kwa uaminifu. Siku moja nilikuwa naongea na watu wanaosimamia mambo kadha wa kadha, akasema sio sifa kukaa na mafaili yamerundamana namna hii, lakini ni sifa kupangua meza yako iwe nyeupe kwa uaminifu. Mwingine akigombana na masaa, mwingine anagombana kazi iliyoko mezani, kwa uaminifu. Aliye mwaminifu kwa madogo atakuwa mwaminifu kwa makubwa. Ni nani anayejua hayo? Na kama tukiyajua hayo, kwamba leo yako unaiandaeje kesho yake? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaitumiaje leo? Unaitumiaje leo? Kesho ipo. Kesho ipo. Kesho ipo, na kama kesho ipo, itumie vizuri leo. Uhusiano wako na Mungu leo ni wa maana. Nafasi ulionao leo ni wa maana. Fedha ulionao leo ni wa maana. Kila ulicho nacho leo ni cha maana. Leo na naijua kesho, na kama kuna naijua kesho, kwa leo yako, leo yangu, ni namna gani ninayotumia
kwa faida ya Mungu, kwa faida ya jamii, kwa faida ya kila kitu. Huyu jamaa alipoteza uaminifu hata mahali ambapo zile galoni za mafuta akapiga panga, na zile gunia za ngano akapiga panga. Katika roho ya hila akaiangalia kesho yake. Lakini Mungu anatutaka tuliona neema ya kiungu, kwamba unaiangaliaje kesho, na ili uangalie kesho yako iko leo. Kesho yako iko leo. Usicheze leo. Leo ni amana, na ndio maana watu wanasema ndege mmoja aliye mkoloni ni wa maana kuliko 99 ambao wako mtini. Leo yako. Popote ulipo, ithamini leo. Anawatahadharisha kwamba vile walivyo navyo visichukue nafasi ya Mungu. Mungu kwanza. Na ndio maana imeandikwa Mathayo ile 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hayo yote ya uaminifu wa agano la Mungu, sio hayo yote ya baba mkwe, sio hayo yote ya mwajiri. Hayo yote ya Mungu ni hayo yote, anayevuka mipaka yote. Kwa tukitafuta kwanza cha Mungu kwa uaminifu. Mtumishi ameeleza kwamba kama malimbuko watu watamtolea Mungu kwa uaminifu kama malimbuko, na kama ni zaka kwa uaminifu. Mtu anajiuliza, hivyo unajua hesabu au umepotezea? Yaani kama ni fungu la 10, kwamba unajua hesabu ama umepotezea. Lakini Mungu hapotezewi. Kwa uaminifu Mungu atujalie neema kila mmoja mahali alipo, kutumia nguvu zake, vipawa vyake, akili yake, ili kujenga mwili wa Kristo kwa uaminifu. Na uaminifu mtu afuatiliwe, hamulikwi na tochi, unajimulika we mwenyewe na Mungu wako kwa uaminifu. Niwatakie baraka za Mungu, niwatakie neema ya Mungu. Mungu anayeliangalia neno lake na kulitimiza, atutimizie ahadi za neno lake, maana ahadi zake ziko kwenye neno lake. Na akiahidi kwamba watoto wako watafundishwa na yeye. Mungu ni mwaminifu, anafundisha. Akisema nitakulinda mchana na usiku, Mungu ni mwaminifu, kwa ahadi zake atakulinda. Akisema mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya ajabu, na walio upande wako ni wengi kuliko upande wa adui. Kwa ahadi za uaminifu, ahadi za Mungu ni mwaminifu. Liaminini neno, maana imeandikwa halitanirudia bure, bali itatimiza mapenzi alilolituma. Na kama inatimiza mapenzi alilolituma, na ndio maana Shua Jumapili anasema unapanda nini? Na ndio maana imeandikwa neno la Kristo na likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu, na mauti na uzima katika uwezo wa ulimi, na wale wapendao watakula matunda yake. Kwa uaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hata wengine wote wakigoma kutokuwa waaminifu, unayemcha Mungu uwe mwaminifu. Akisema ndiye atoae kibali, yeye ni mwaminifu na akupe kibali. Akisema ndiye anayewatoa watu jani na kuwaketisha pamoja na wakuu, yeye ni mwaminifu na kuketishe pamoja na wakuu. Akisema umevalishwa magunia ya tosha, nitakuvika nguo ya heshima, ni huyo ambaye anasema hata nyamaza, hata tulia, ni mwaminifu. Wengine wakinyamaza, wengine wakitulia, lakini mwaminifu Bwana kila saa, kila siku, 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 kila saa, kila mwaminifu. Mwaminifu. Wengine wote wakipoteza uaminifu, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu akutimizie haja ya nafsi yako. Tusimame.
ya Yusufu, ndoto ya Farao juu ya uaminifu wa Mungu, kwamba leo leo nayo ni amana inakuja, miaka ya njaa, itumie leo yako vizuri. Na Mungu anaporudia jambo moja, manake jambo hilo linatimilika hata kama itachelewa. Lakini pointi iliyoko leo ni kwamba Mungu ni mwaminifu. Popote wapo, tamani kuwa mwaminifu, wajibika kwa uaminifu, weka akiba kwa uaminifu, mheshimu Mungu ambaye usiku na mchana haimfichi kitu. Hata wengine asipoona uaminifu, Mungu aone uaminifu wako. Mungu aone uaminifu wako. Bwana, nanyenyekea mbele ya madhabahu hii, nanyenyekea mbele ya madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuko kwenye madhabahu ya Pugu Sinai. Bwana wa mbingu na nchi, tembea nasi Bwana, usiye kugeugeu, uliye afya yetu, uliye baraka yetu, uliye ulinzi wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uaminifu wako Bwana udhibitike kwa watoto wetu. Uaminifu wako Bwana udhibitike kwa kazi zetu za mikono, maana imeandikwa, wanaokutumaini Bwana na kile walifanyalo litafanikiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba wa mbingu na nchi, na leo ikiwa tarehe 25 ya mwezi Januari, asante kwa ajili ya madhabahu hii ambao Bwana wamekuja mbele zako kwa maombi, wakikuomba wewe Bwana, na ameweka nadhiri mbalimbali na sadaka za dhabihu Bwana. We Mungu uliyetuza siku 25 na kusi Bwana, hata tunapomalizia siku zilizosalia kwa Januari, hata Februari Bwana, natamka baraka. Machi Bwana, natamka neema. April mpaka Disemba Bwana washibishe, Bwana wanemeshe, watendee mema Bwana, wafungulie milango ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Niwe Mungu uwezaye kuinua tena, niwe Mungu uwezaye kuwaponya tena, niwe Mungu uwezaye kuwashibisha tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba wa mbingu na nchi, natamka baraka kwenye madhabahu hii, natamka neema kwenye madhabahu hii, natamka kuinuliwa kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu Kristo. Watumishi wako na uzao wao walio karibu na walio mbali Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ndani ya mipaka hii na nje ya mipaka hii, Mungu wa mbingu na nchi, napoomba kwa ajili ya madhabahu hii, Mungu wa mbingu na nchi, na ndivyo Bwana navyoomba kwa ajili ya jimbo la Mashariki. Baraka zako ziweko kwa watumishi wako, ziweko kule Mtwara na Lindi, ziweko kule Morogoro, ziweko kule Zanzibar, ziweko Dar es Salaam, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye msaada wetu, wewe ni Mungu uliye kimbilio letu, mikononi mwako Bwana, maana imeandikwa, tumekukimbilia wewe, utusaidie kwa milele. Kwa jina la Yesu Kristo msai, utuondolee kila aibu, utuondolee kila fedheha, utuondolee kila mfadhaiko. Baba wa mbingu na nchi, ni wewe Mungu unayejishughulisha na fadhaa zetu, fadhaa za magonjwa, fadhaa za mahusiano. Bwana, fanyika msaada. Bwana, uwe utoshelezi katika jina la Yesu Kristo msai. Mikononi mwako tunanyenyekea. Uzima wa milele katika Yesu Kristo nawe juu ya watoto wako. Baraka na neema na kibali viweko kwenye malango yao daima. Amen. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Niwatakie baraka za Mungu. Mungu aliyetufikisha leo 25 akatufikishe Disemba na Januari nyingine. Mema yana Mungu na mema alionayo Mungu kwa ajili yenu na malango yenu, Mungu akayatimize katika jina la Yesu. Amen. Asante, tukae.